Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi karibuni imepata mwanachama mpya, ni taifa la Somalia, ambalo limejiunga na eneo hili ili kuboresha utangamano na ushirikiano na majirani. Waasisi wa jumuiya hii akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walinuia kuleta umoja baina ya nchi jirani na kushirikisha kutatua changamoto za mataifa hayo yaliyokuwa machanga baada ya kujinyakulia uhuru. Lakini ndoto hii imeonekana kuzikwa katika kaburi la sahau, huku majirani na mataifa ya wanajumuiya yakijipata katika malumbano na taharuki za kila mara. Jumuiya inaleta tija katika kutatua changamoto za Afrika Mashariki, au ni shirika la viongozi wanaoshindana wenyewe kwa wenyewe? Ndilo swali ambapo tunauliza, na hebu sasa tupate tathmini hiyo ambayo inaletwa kwako na Silvanus Karemera kwenye tahariri. Jumuiya ya Afrika Mashariki inazidi kudhihirisha kuwa ni mwili usio na roho, haina mwelekeo, haina msimamo wala haina sauti ya pamoja. Baada ya kuwa chombo kimoja cha kuunganisha kanda hii, imegeuka kuwa uwanja wa migongano ya maslahi, kutoaminiana na mashindano ya ubabe wa kisiasa na kiuchumi. Tazama hali ilivyo sasa. Tanzania inashindana na Kenya katika kila hatua ya kibiashara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda na mizozo isiyoisha. Uganda ina mvutano wa Sudani Kusini, na Burundi nayo imejipata katikati ya sintofahamu za kidiplomasia, huku mipaka yake na Rwanda ikiendelea kufungwa. Badala ya kuwa familia moja yenye dira moja, kila nchi inavuta upande wake kama ngamia anayebeba mzigo, huku miguu yake minne ikielekea pande tofauti, au mithili ya kila mwamba ngoma anayevutia upande wake. Cha kushangaza zaidi ni kuwa Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imenyamaza kimya kuhusu uchaguzi wa Tanzania uliokuwa na mizengwe. Jumuiya ambayo ingeonyesha uthubutu wa kusimamia misingi ya haki na utawala bora imezama katika ukimya wa aibu. Ni kana kwamba viongozi wake wanaogopa kusema, kwa sababu wote wapo katika mashimo yale yale ya upungufu wa demokrasia. Ukimya huu unazidi kuua imani ya wananchi kwa taasisi hii ambayo iliahidi kuwa ya sauti moja na maendeleo ya kweli. Tanzania ambayo ingeweza kuwa mfano wa uthabiti na urari wa kikanda, sasa imegeuka kuwa mjumbe mwenye miguu miwili, mmoja katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC na mwingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Inacheza siasa za pande mbili ikijaribu kunufaika popote inapoweza. Lakini hali hii inaharibu umoja wa kanda. Unachoweza kusema ni kuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo hatarini kupasuka msamba, kwa sababu hakuna maono ya pamoja wala uongozi thabiti unaweza kusema huku ndiko tunakwenda. Nchi wanachama zinapaswa kukumbuka sababu kuu za kuanzishwa kwa jumuiya hii, ambazo ni pamoja na kuimarisha biashara ya ndani ya Afrika Mashariki, kukuza ushirikiano wa kijamii na kutengeneza nguvu moja ya kisiasa duniani. Lakini leo badala ya kujenga madaraja, tunajenga kuta. Badala ya kuunganisha watu, tunawagawa kwa mipaka mipya ya ubinafsi na mashindano ya kifedha. Kama Jumuiya ya Afrika Mashariki haitashika breki, kujitathmini upya na kurejea kwenye maadili ya uadilifu, mshikamano na utawala bora, basi ni swala la muda tu kabla kuta zetu za kindugu ziporomoke. Jumuiya ya Afrika Mashariki itasalia jina tu kwenye karatasi, huku wananchi wa kanda hiyo wakizidi kubeba mzigo wa migongano ya viongozi waliopoteza dira. Afrika Mashariki inahitaji uongozi, si urafiki wa maneno. Inahitaji mwelekeo, si mikutano ya kupigia picha. Leo Afrika Mashariki ni chombo kinachoelea bila nahodha, kikiwa kimepoteza dira yake awali, na kama kitapata mwelekeo upya, basi historia itahukumu kuwa ndoto nzuri iliyogeuka jinamizi la kisiasa.